Mwenyekiti, umezungumza kitu kizuri sana nami naungana na wewe, lakini swali langu kwako, kama hawa watu hawalipwi, huoni wenye mamlaka ndio wanalea huu ugonjwa? Hakuna kulea ugonjwa. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja. Nilikuwa namsikiliza Jeff hapa, na ndio maana mwanzoni nilitaka kujiondoa kwenye ule mjadala wenu ambao mlikuwa nao kabla ya mimi kuanza kuzungumza. Kwamba hata watoto wanapokwenda mashuleni wanaweza kushawishika kwa sababu hawapati huduma nani. Hivyo vitu vyote ni tamaa tu za kibinadamu. Unaweza ukafanya jambo kulingana na mazingira yale unayokutana nayo kwa wakati ule, lakini wewe mwenyewe ukawa na kishawishi chako. Wapo watu ambao wanatoka kwenye familia au kwenye maeneo ambayo yana uwezo mkubwa na wakafanya mambo ya hofu. Jemedari amezungumzia swala la mechi ya mwaka 85. Marefari ambao au waamuzi waliokuwa wanachezesha miaka hiyo ya 60, 70, 90, 2000 walikuwa hawana kipato kikubwa, lakini hakukuwa na malalamiko ya aina hiyo. Hawa marefari ambao wako sasa hivi, ambao kipato chao tunaweza kusema ni kikubwa ukilinganisha na wakati ule, mbona wanashawishika sana? Ni maisha tu na binadamu jinsi alivyo. Leo hii ni rahisi kusikia kwamba mchezaji wa timu fulani amecheza under influence. Na influences zenyewe zikoje? Mtu anaweza akaahidiwa kupewa kitu. Na mimi nataka ni hame kutoka kwenye hilo eneo, kwamba mamlaka zinazohusika na usimamizi wa kudhibiti mienendo ya watu wanaoshiriki shughuli za umma wafanye kazi yao. Wafanye kazi yao ipasavyo. Mamlaka kama ipi? Kwa maana tunazungumzia TAKUKURU na vyombo vingine vya dola. Kwa sababu maelezo hayo kwamba kuna watu huwa wanaenda na fedha kuahidi watu, kuna watu wameahidiwa wamepewa nyumba au wameahidiwa kujengewa sijui maduka, mwingine sijui amelipiwa mahali. Hawa watu ni nani? Hawa watu, kwa sababu watu ukisema watu, je, waamuzi, wachezaji, viongozi, yani watu hao watu gani? Yako tainted katika kila eneo. Kila eneo, kuanzia waamuzi, wachezaji, kuna sekta ya wachezaji, kuna sekta ya wasimamizi, kuna sekta ya watangazaji. Wote wao wako humo. Wote wako kwenyewe. Kwa hiyo ipo, yani hawa wote kuna uwezekano wanapokea rushwa. Ndio, kwa sababu unaweza kukuta kuna vyombo vya habari ambavyo mtu anakaa anazungumza kitu ambacho hata uamini kwamba hiki kinazungumzwa na mwanadamu ambaye ana akili ndani yake. Unaweza kusema huyu ana ufahamu tu, kwa sababu Mungu amewanyima viumbe vingine vyote vimenyimwa akili. Binadamu peke yake ndo ana akili. Sasa vilivyobaki vina ufahamu. Sasa mtu anatumia ufahamu badala ya kutumia akili. Huwezi kudhani kwamba hiki kinazungumzwa na mwanadamu. Sasa kama mazingira katika nchi yetu yako hivyo, na tunalaumiana kwenye extent hii kwamba kila upande unalaumu upande mwingine, hiyo ni hali mbaya. Kwamba kuna watu sasa wanapaswa kuchukua hatua. Ndio. Na hao wanapaswa kuchukua hatua ni mamlaka za kiserikali, na ndio wanaoweza kusimamia. Kwa sababu mimi nasema hayo, kwani kwa uelewa wako wewe mwenyekiti, taasisi kama TAKUKURU kazi yake hasa nini? Kudhibiti na kuchukua hatua za kisheria. Taasisi ya kudhibiti na TAKUKURU na kuzuia. Kwa hiyo wao wanatakiwa wadhibiti na kuzuia. Na wakishazuia au wakishadhibiti wanaweza kufanya enforcement. Ndio mamlaka waliopewa. Wanahitaji lazima kwamba sijui, wewe sio mtaalamu na sijui, labda utanisaidia tu kwamba inahitajika nini hasa TAKUKURU kuona kwamba bana hapa sisi tunaweza tukaingia. Wao wanahitaji taarifa. Kwa hiyo yule ambaye anaona kwamba hizi zinazo circulate ambazo mimi na wewe na watu wengine tunajua kwamba kuna hili jambo, na mpaka wewe unahisi kwamba inawezekana sasa watu waingie, wao hawezi kuwa sio taarifa mpaka mtu aende akasema. Sasa unajua uwezo unajua haya yote yanayozungumzwa na yanayosemwa ni tuhuma. Tuhuma ni vema ukapeleka na uthibitisho.
ili hatua ziweze kuchukuliwa kulingana na lile jambo lenyewe. Sasa ninalotaka kumalizia kusema, wao hawawezi kuanza kuchunguza baada ya kusukua, kwa mfano kama situation ilivyo sasa, ambao wote sisi tunajua kwamba situation ni mbaya. Sawa? Kwa sababu kwa mfano kashfa ya Kalishopoli ambao alikuwa anaizungumza Jeff hapo ilichunguzwa na polisi. Polisi walichunguza baada ya kuwa katika hali kama tulioko sisi sasa, kwa sababu wao ndio wataalamu, wakaamua kuchunguza na wanaweza wakaintervene mpaka communication za watu wakapata mawasiliano, kwa sababu kulikuwa na situation iliyoko sasa kwetu sisi. Wao walipitia kwenye situation kama hii, wakaona hapana, wakaenda kidogo kwa sababu wao ni chombo cha uchunguzi, wakachunguza wakakamata watu na watu wakafungwa jela kabisa. Sio kufungiwa mpira tu, wakati Juventus inashushwa watu walifungwa jela. Hapa sisi hatuwezi kufanya hivyo. Hapa nchini kwetu mazingira yaliyokuwepo yanaweza kawa kidogo tofauti, sio kidogo, yako tofauti sana na baadhi ya maeneo mengine ya uzetu. Tumesikia hatua ambazo zimewahi kuchukuliwa Malawi, tumesikia hatua ambazo zimewahi kuchukuliwa Zimbabwe, South Africa. Kuna watu ambao waliwahi kuchukuliwa hatua na vyombo vya dola. Tumesikia Egypt, tumesikia juzi tu hapa Morocco. Mbona kwamba mazingira ambayo yanazunguka kwetu huwa hayahusu fedha pekee. Wapo viongozi ambao wanapiga simu kuwaelekeza wachezaji. Viongozi wa wapi sasa? Wa mamlaka inayosimamia mchezo. Hawasimamii mchezo, ni viongozi yani wa kisiasa.